kupambana nazo, yani ni kitu cha kupambana nacho. Kwa sababu ukifanya siasa katika nchi ambayo bado mifumo yake hairuhusu especially demokrasia na masuala mengine, sisi vyama vya upinzani tuna wajibu mkubwa sana, kama alivyosema Pius Msekwa kwenye kitabu chake kwamba demokrasia nchi hii inategemea uimara wa vyama, seriousness ya vyama na kuwa na chaguzi huru na haki. Sasa sisi tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba tunakuwa na chaguzi huru na haki na tunapigania mifumo ya demokrasia nchini inakuwa vizuri kwa manufaa ya nchi. Kwa hiyo tuna wajibu huo. Kwa hiyo ni mapambano. Naongea lugha tofauti kabisa kipindi hiki ACT. Yani ni kama mmetoka sasa kwenye sisi tunakaa tutazungumza, sisi ni watu wa masuala. Sasa hivi mnaongea vitu vingine kabisa. No, hapana, sio kwamba tunaongea vitu vingine. Mara nyingi tumekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunapigania mabadiliko ya kidemokrasia. Unafahamu sisi tumekuwa tukipigania mabadiliko ya sheria na mifumo ndani ya nchi. Lakini namna ambavyo sisi tunataka mambo yawe ni tofauti ambavyo Chama cha Mapinduzi kinataka na serikali. Kwa hiyo imeona kwamba tuna wajibu wa kuendelea kushinikiza kwa lugha ambayo wao wanaona kwamba wanaweza wakasikia. Wapi kuna tatizo hasa mkitazama kwa sasa? Mnatamani nini? Mifumo yetu ya uchaguzi na demokrasia bado sio mizuri. Yani dola badala ya Chama cha Mapinduzi kishindane, Chama cha Mapinduzi kinakaa pembeni kushindana na vyama vyenzake. Chama cha Mapinduzi kinatumia dola kukisaidia kishinde. So ndio changamoto iko hapo. Ukianzia kwenye mifumo ya uchaguzi wetu, ukiangalia hata sheria zilizobadilishwa hizi bado hazijakidhi matakwa ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na uchaguzi huru na haki, demokrasia imara. Na mifano tumeona kuna uchaguzi wa serikali za mitaa, tumeona mfano mwaka 2020 uchaguzi mkuu, na mfano mzuri mwaka 2024 uchaguzi wa serikali za mitaa. Dola imekuwa ikitumika, polisi wanatumika. Kigoma kule tulimkamata polisi wa nyota 3 kuna kituo cha kupiga kura kule Rubuga, ameficha kura feki kwenye mfuko na soksi. So unaweza kuimagine kwamba tumefikia hatua gani. Lakini mbali na hapo kukamatwa, ukionekana mpinzani unakamatwa, unatekwa, unafanyeje, kura feki zinaingizwa, mawakala wetu kuzuiwa kuingia kwenye vituo, kutumia ubabe, kutumia watumishi wa umma kule chaguzi, kutumia jeshi kule chaguzi, polisi. Kwa ni mambo ambayo kwa kweli tunapaswa tukinzane nayo kuhakikisha kwamba ndani ya nchi yetu tunakuwa na chaguzi huru na haki. Na sio kwa manufaa ya vyama vya upinzani, sio kwa manufaa ya ACT, sio kwa manufaa ya Chadema, wala sio kwa manufaa ya vyama vingine. Ni kwa manufaa ya wananchi, kwa sababu kura mwananchi inapaswa ina uzito wake. Na anapopiga kura lazima ile kura ilete matokeo chanya. Sasa uwezi unapiga kura afu anayeshinda tangazwi, anatangazwa mwingine, akienda bungeni hawajibiki kwa sababu hakuchaguliwa, na yeye haoni uzito wa kura zilizopigwa na wananchi kwa sababu anaamini hakuchaguliwa kwa kura za wananchi. Kwa hiyo tatizo ni kubwa sana. Na tunapokuwa na mifumo ya hovyo ya chaguzi, narudia tena, Pius Msekwa kwenye kitabu chake cha Multi-Party Politics amezungumza kwamba nchi hii, demokrasia nchi hii na maendeleo yatategemea vitu vitatu. Kwanza itategemea seriousness, uimara wa vyama vya siasa ndani ya nchi. Pili itategemea elections, chaguzi ambazo tunazo ndani ya nchi. Kwa hiyo chaguzi zetu haziakisi vile ambavyo vinapaswa. So sisi kama vyama vya upinzani tunapaswa tusimame kidete kwa kushirikiana na wananchi na kueleza wananchi kwamba wajibu gani ambao tunapaswa kufanya kuhakikisha kwamba tunapush mabadiliko na kuwa na chaguzi huru na haki. Sawa, nimefuatilia jana taarifa yenu ya miongoni mwa taarifa iliyotolewa na chama jana kuhusiana masuala haya ya uchaguzi. Bado hamjaamua vilivyo kabisa kwamba mnautaka uchaguzi au hamutaki. Na hiyo tayari vikao mimi ni mjumbe wa kamati kuu. Moja kikao cha kamati kuu na halmashauri kuu, maamuzi ilikuwa sasa hivi akili yote sisi kama chama tufocus katika mabadiliko ya mifumo, kwa sababu hata tukifocus kwenye chaguzi leo, kama mifumo yetu hairuhusu anayeshinda kutangazwa, haina maana. Yani haina maana yoyote. Kwa hiyo lazima tufocus na kuwa na chaguzi huru na haki, ili Nondo akigombea Kigoma mjini, Nondo akigombea Kigoma Ujiji, Nondo akigombea jimbo lolote Tanzania, akichaguliwa na wananchi kwa kura, akipewa mamlaka na wananchi, Nondo atangazwe. Yani sijui Ndolezi akigombea Kigoma Kusini, akichaguliwa na watu Kigoma Kusini, Ndolezi atangazwe. Sijui Uzito anagombea sijui jimbo gani, akichaguliwa atangazwe. Tusitegemee huruma ya watu
kwamba kuamua huyu tumtangaze huyu tusimtangaze. Hatupaswi kufika huko. Focus kwenye mifumo hiyo ndio kumaanisha kwamba isipobadilika hamtashiriki uchaguzi. Hatujaamua kama chama kwa sababu haya mambo ni vikao. Yani sisi maamuzi ya halmashauri kuu na maamuzi ya kamati kuu ni kwamba sasa hivi tu focus kuhakikisha kwamba tunakuwa na mifumo imara ya kiuchaguzi. Na hii ni wajibu ambao sote vyama vya siasa, especially vyama vya upinzani, tunapaswa kulitazama hilo. Kama ambavyo Chadema wanafanya na sisi pia tunafanya kwa namna yetu, kuhakikisha kwamba ndio tumeanzisha na sisi operation Linda Demokrasia. Kiongozi wa chama mstaafu atakuwa Lindi mjini, jimbo la Lindi mjini. Lakini makamu mwenyekiti Isiaka Mchinjita atakuwa Kigoma kesho kutwa tu hapa. Operation zote hizi ni za kuhakikisha kwamba tunasukuma mabadiliko, na kusema kwamba tutashiriki ama hatutashiriki ni maamuzi ya vikao hapa itakapokuja kuamua. Ukiwasikiliza wenzenu wa Chadema wenyewe wanavyotoa hoja zao, wanashauri kwamba jamani, kwenye haya tunayoona sisi tunashauri sogezeni mbele uchaguzi ili turekebishe. Nyie mnatazama huu muda wa miezi 6 uliosalia huu, unaweza kubadilisha mnachokitaka ama mnashauri pia kusogeza mbele? It is possible kubadilisha. It is possible kabisa, kwa sababu hawa viongozi wa serikali wanaongoza wananchi. Na wenye mamlaka na hii nchi sio viongozi wa serikali wala sio Chama cha Mapinduzi wenye hati miliki. Wananchi ndio wenye mamlaka na hii nchi. Wananchi wakitaka, yani hata kesho mambo yanafanyika. Hata kesho within the week mambo yakitakiwa kufanyika yanafanyika. Ndani ya mwezi mambo yakitakiwa kufanyika yanafanyika. Ni matakwa tu ya Chama cha Mapinduzi na serikali hawataki. Na ndio maana tunasema hiyo miezi inatosha, haitoshi. Inatosha sana hata miezi 2. Ni wajibu wetu kupush. Ni wajibu wetu. Okay, mmekuwa mkitofautiana vyama na kuna kimtazamo na kifalsafa kuna vyama vingine. Lakini kuna hii agenda ya mageuzi ya kisheria kuelekea uchaguzi mkuu. Inaonekana kabisa kwamba kuna mahali mnakutana kama vyama vya siasa, hususan Chadema na Nyesi. Sahihi. Mnafikiri kwamba hii inaweza kuwa ndo agenda yenu ya muunganiko kuelekea uchaguzi mkuu? Kwa sababu mimi nafikiri yes. Kwa sababu kama nataka kushirikiana, uwezi kuazungumzia mashirikiano kwenda kwenye kupigwa kura na wananchi wakati kura zenyewe ambao mnashirikiana kwenda kupigiwa haziko salama. Yani mnaweza mkashirikiana mkasaini makubaliano, yani tupambane, alafu mnaenda kuna uchaguzi wote mnapigwa. Tafsiri yake ni kwamba tunahalalisha na kuwapa wananchi message, na tunahalalisha na Chama cha Mapinduzi wanataka tuhalalishe sisi tuonekane vyama vya upinzani ni madhaifu wa kutupwa. Sasa hatuwezi tukaingia kwenye huo mtego. Jambo kubwa ambalo tunapaswa tulifanya sasa hivi ni kuungana katika kupigania mabadiliko na mageuzi. Tukipigana katika kupigania mabadiliko na mageuzi, hata tunapokuja huko mbele kusema kwamba tunaungana kuhakikisha kwamba tuna gombea katika chaguzi hizi, udiwani, ubunge, zile kura zinakuwa na maana. Tunaweza tukasema tuungane kwenye kupigiwa kura, alafu tukaacha kuungana kwenye kupigania mabadiliko na mageuzi, tutakuwa tujafanya kitu. Kwa ni wajibu wetu, sababu wanaoumia ni wananchi. Na sisi tunaona namna gani ambavyo vyombo vya maamuzi vimekosa uwajibikaji. Na vyombo vya maamuzi vinakosa uwajibikaji kwa sababu mbunge anayepelekwa kule anaamini hakupigwa kura na wananchi, kwa hawezi kuwa accountable, hawezi kuwa responsible kwa wananchi. Diwani anapelekwa kule anaamini kabisa ya kushinda, hawezi kuwa na uchungu na wananchi. Kwa hiyo ndio maana wananchi wanavunjika moyo, kwa sababu wanaona vyombo vya maamuzi vyetu ni kama vile haviwajibiki kwa sababu walioko ndani ya hivyo vyombo wanaona hakupigwa kura, kwa hawajibiki kwa mtu yoyote zaidi ya kuwajibika kwa Chama cha Mapinduzi. Kwa hatuwezi sisi kuendelea na utaratibu wa ukitazama sasa hivi kuna mfumo wetu wa kidemokrasia kuelekea uchaguzi mkuu. Hoja kubwa zimekuwa ni hizo mabadiliko ya kisheria, of course inakuwa inaongozwa na vyama vya upinzani, lakini kuna hoja sasa hivi ya ugawaji wa majimbo. Na nyie kama chama ni hoja ambayo inawahusu zaidi kwa sahihi kupeleka wagombea. Na ukitazama mjadala umekuwa una hoja mseto kwamba wengi wanatazama kwamba ni kuongeza gharama za watumishi kwa wananchi, kodi za wananchi. Lakini wengine wamekuwa wakitazama tija ya wabunge waliopo. Yani walivyochaguliwa kwa hiyo miaka 5, miaka 10 wameita tija gani? Nyie mnaitazama vipi kuelekea uchaguzi mkuu? Asante. Kwanza tuelewe. Ugawaji wa majimbo
ugawaji wa majimbo unafanyika kila baada ya miaka 10. Yani kwa sisi Tanzania tunafanya kila baada ya miaka 10. Nchi kama New Zealand wanafanya kila baada ya miaka 5. Nchi kama Australia wanafanya kila baada ya miaka 7. US, Marekani, Canada wanafanya kila baada ya miaka 10. UK, Uingereza wanafanya kila baada ya miaka 12 na India wanafanya kila baada ya miaka 10. Kwa sisi tunafanya kila baada ya miaka 10 Tanzania. Ni jambo la msingi sana katika ugawaji wa majimbo. Kwa sababu leo tunaweza tukasema mna kugawa na nini, lakini kuna umuhimu. Na kuna hoja kuu 3 zinazozungumzwa hapa. Hoja ya kwanza, je, ugawaji huu unafuata taratibu, unafuata vigezo, unafuata vigezo na sifa, unafuata sheria? Hoja ya kwanza. Hoja ya pili, ugawaji huu unafanyika tofauti kufuata taratibu, vigezo kwa kunufaisha watu fulani? Hoja ya pili. Hoja ya tatu ni gharama. Sasa mimi nijibu kwa hoja hizi 3 kwa kuanzia. Hoja ya kwanza, kama ugawaji unagawiwa majimbo haya kwa mujibu wa taratibu na sifa, kwa sababu kuna sifa zimeainishwa. Idadi ya watu kwa idadi ya mjini iwe 600,000. Kwa idadi ya mjini, kwa vijijini ni watu 400,000. Lakini ukubwa wa maeneo, hali ya kiuchumi ya jimbo, sijui mawasiliano, sijui na nini, vitu kama uwezo wa bunge, vyote hivi vinabidi viangaliwe. Kama wanaangalia hivi vyote kwa kufuata vigezo, mimi sina shida. Na hala kama chama hatupingi kabisa ugawaji wa majimbo. Lakini kama ugawaji wa majimbo unafanyika kwa kupendelea kundi fulani lipate siti ya kwenda bungeni, yani hiyo tunaita gerrymandering. Kwa watu wanasoma sayansi ya siasa, kuna kitu kinaitwa gerrymandering. Gerrymandering unagawa mipaka kwa kunufaisha upande fulani upate. Nitakupa mfano. Mwaka 2004 Zanzibar kulikuwa na takriban ya majimbo 50. Mwaka 2004 Pemba ilipunguziwa majimbo kutoka majimbo 21 kuja majimbo 18. Unguja iliongezewa majimbo kutoka majimbo 29 kuja 32. Maana yake nini? Kilichofanyika mwaka 2004 Zanzibar ni gerrymandering. Waliangalia Pemba kwa sababu ndio upinzani ulikuwa na nguvu sana, wakapunguza idadi ya majimbo. Wakaangalia Unguja kwa sababu walijiona CCM wana nguvu, wakaongeza idadi ya majimbo. Jambo hili lilifanyika mwaka 2005 na tume ya uchaguzi ZEC. Majimbo haya 50 Zanzibar ambayo yalikuwa 50 mpaka 54 ni mwaka 2015 katika ugawaji. Pemba yakabakia majimbo 18. Unguja wakaongeza majimbo 4. Tutaja kuendelea hapo baada ya kupata news update muda mchache tu ujao. Tunaye Abdul Nondo, ni mwenyekiti wa ngome vijana ACT Wazalendo, na tunazungumzia naye masuala mengi. Yameishia hapo kwenye kuzungumzia ugawaji wa majimbo. Tukirudi tutaendelea hapo kuzungumza na Abdul Nondo. Kaa hapo. Muro aka Bwashe, ulikuwa ukiendelea kutupa elimu kuhusiana na historia na namna gani ambavyo ili jambo limekaa. Ndio. Kama utaratibu wa ugawaji unafanywa, na mara nyingi katika nchi mbalimbali huwa wanafanya, in which jambo ambalo tunapaswa tulipinge, kugawa majimbo kwa kutaka kunufaisha mtu fulani, inaitwa gerrymandering. Nimetolea mfano mwaka 2004 namna ambavyo Zanzibar majimbo aligawiwa, kwamba Pemba kule ambapo majimbo alipunguzwa kutoka 21 kuja 18. Unguja ambapo kulikuwa na majimbo 29 yaliongezeka kutoka 29 kuja 32. Mwaka 2015 hiyo ZEC ikaongeza majimbo 4. Pemba wakabakia majimbo 18 yale. Unguja ikaongezewa majimbo 4. So total kukawa na takribani majimbo 54. Kwa hiyo mambo kama haya tunapaswa tuyapinge. Kama ugawaji unaangalia upendeleo ili fulani apate siti. Lakini kama ugawaji unafuata taratibu, vigezo, ni jambo ambalo tunapaswa tuliunge mkono, kwa sababu kuna umuhimu sana wa ugawaji wa haya majimbo. Ni mfano kuna majimbo ambao unakuta na watu wengi sana. Alafu kuna majimbo unakuta mfano kama jimbo la Kigoma Kusini lina watu karibuni 458,353. Limekidhi kugawiwa.
Jimbo ni kubwa sana kwa kweli. Kama wanapaswa vigezo, wanapaswa liangalia hili jimbo. Lakini kuna jimbo nimeulizwa hapo Mbeya mjini. Mbeya mjini na watu 819,120. Kwa 819,120 maana ni watu wengi sana by the way. Kwa hiyo Mbeya mjini ni jimbo ambalo limekidhi karibuni mara 2 kuweza kugaiwa. Lakini jimbo la Kigoma vijijini na watu takribani 537,767. Jimbo la Kigoma mjini, jimbo la Dodoma mjini. Kwa hiyo kama unafuata taratibu, si vibaya kugawa majimbo kwa sababu kuna principle inaitwa doctrine of one person one vote. Kwamba kura ya mtu mmoja inapaswa ithaminiwe kama ambavyo inathaminiwa kura ya mtu mwingine. Kwa hawa wananchi katika majimbo wanapaswa wawakilishwe sawa, iko usawa tena fair kama watu wengine. Kwa hiyo ukiwa na jimbo kubwa, mbunge anaweza akashindwa kufikia wananchi fulani katika maeneo fulani. Kwa hawa wananchi watashindwa kusikika sauti zao, hawa wananchi watashindwa kusemewa, matatizo yao watashindwa kutatuliwa kwa sababu eneo ni kubwa sana ambalo linahudumiwa na mbunge. Lakini hoja nyingine ya pili ni hoja ya hawa wabunge waliopo sasa hivi wamefanya kazi gani? Unajua sisi tunaangalia bunge letu kwa kuangalia sasa. Hatupaswi kuliangalia bunge kwa kuangalia sasa. Tunapaswa kuliangalia bunge miaka 10 ijayo kwa sababu ugawaji wa majimbo unafanyika ndani ya miaka 10. Kwa hiyo huenda ndani ya miaka 10 ile bunge ambalo leo tunalibagaza, huenda kutakuwa na bunge machachari baadaye, baada ya kupigania haya mabadiliko tunayopigania. Tutakuwa na bunge imara. Kwa hiyo lazima tusukume ugawaji wa majimbo ili majimbo ambayo yana vigezo kugaiwa yagawiwe. Lakini hapa tunasukuma mabadiliko ya sheria na chaguzi ili bunge letu ambao watu wanasema sasa hivi hawa bunge wanafanya nini, hapo tupate wabunge ambao wanawajibika kuhakikisha kwamba wanawajibisha serikali. Hoja nyingine ya mwisho ni hoja ya gharama. Ndio. Mimi nakubaliana na kabisa na watu juu ya gharama. Nakubaliana nao kabisa. Lakini hoja ya msingi, hatupaswi hoja ya gharama paswi kuzuia wananchi hawa ambao wanapaswa kuwakilishwa kuto kuwakilishwa ipasavyo kutokana na majimbo yao kuwa makubwa. Hoja ya gharama haipaswi, sababu hii jambo ni kwa mujibu wa katiba. Hoja yetu inapaswa kwa pamoja tuangalie namna gani tutapunguza gharama. Au wabunge wapya wanaopaswa kwenda bungeni kwa mujibu wa taratibu na kwa mujibu wa muongozo na sifa ya ugawaji wa majimbo, tufanye nini sasa kuepuka gharama? Ndio swala ambalo tunapaswa tujiulize. Na mimi na majibu namna kitu gani kinapaswa kifanyike ili kuweza kuepuka gharama kubwa ambazo ambao watu tumekuwa na hofu kwamba zinaweza zikawepo. Jambo la kwanza ambalo mimi naangalia, kwanza Tanzania sasa hivi, Tanzania kwa ujumla tuna takribani ya majimbo ya uchaguzi 264. 264 kuna wabunge ambao wamechaguliwa, wabunge wengine wa viti maalum na wala wakutolewa na rais. Toto ni wabunge 393. Wabunge wengi by the way. Sasa tunafanyaje? Kuna majimbo ni makubwa yanapaswa kugawiwa ili hawa wananchi wapate uwakilishi ndani ya bunge, sauti zao zisikike. Lakini kuna hawa na gharama, tunafanyaje? Namba 1, tupunguze gharama za kumgaramia mbunge sasa hivi. Nikiwa na maana namba 1, gharama za kumgaramia mbunge sasa hivi. Mbunge sasa hivi anapokea kwa mwezi mshahara na marupurupu milioni 16 kwa mwezi. Hiyo umetoa wapi? Ni takwimu ipo, uliza mtu yote. Milioni? Yaani milioni 16. Yaani kama bunge linasema uongo, wanachukulia hatua. Milioni 16. Mwanzo ilikuwa milioni ngapi, wakaivuta mpaka milioni 16. Yaani hiyo ni marupurupu na mshahara humo. Mbunge kwa mwezi anapokea milioni 16. Kwa mujibu wa speaker hawajawahi kuweka wazi, lakini sisi tunajua kuna wabunge, sisi tuna wabunge wetu wako bungeni. Unajua mimi ACT tuna wabunge wako kule. Kwa hiyo najua. Lakini mbali na hapo ni mambo ambayo yanafahamika kwa sababu haya ni mambo ambayo yanapaswa kuwa wazi. Kwa hata kama bunge alijaweka wazi, pia ni udhaifu pia. Haipaswi kufichwa. Unaficha nini? Sasa wale wabunge ni watumishi wetu, sisi tumewachagua, tumewapeleka kule. Yaani kuna ubaya gani sisi kujua mbunge analipwa shilingi ngapi? Yaani kwa nini tunaficha? Tunamficha nani? Kwa hiyo ipunguzwe ili fedha zitakazopunguzwa hizi zitumike kugaramia wabunge wapya. Hiyo 1. 2, mbunge analipwa sitting allowance.
padiem mbunge analipwa shilingi kwa siku 250,000 kila kikao kule kikao. Hiyo ni padiem. Kwa sababu kuna sitting allowance. Katika sitting allowance imegawanyika sehemu mbili. Kuna padiem na ambao ni shilingi 2,250,000, lakini kuna posho ambayo analipwa lump sum shilingi 220,000. Kwa hiyo kujumlisha ni kama vile 400,000 nacheza na. Hizo ni taarifa za wabunge wenu wanaowapa sasa. Exactly, hizo ni taarifa rasmi zipo. Kwa sababu sio siri haya mambo, sio siri kwa sababu hili ni bunge letu. Tuna wabunge wako kule, ni marafiki zetu, tunafahamu hata kama zinafichwa tunajua sitting allowance mbunge anapewa zaidi ya 400,000 ukijumlisha padiem na hii posho anayopewa. Lakini mbali na hapo, mbunge akienda kuanza ubunge tu anapewa milioni 90. Milioni 45 anailipa atakatokata taratibu ya kununua gari. Tunasema the car grant. Milioni 45 atailipa yeye binafsi, lakini milioni 45 anapewa kama grant ambayo inakuwa ni milioni 90 kununua gari. Ya nini yote? Lakini huyu mbunge anapewa fuel allowance. Anapewa fedha na posho ya mafuta. Ya nini? Huyu mbunge ana makazi Dodoma, residence. Ya nini? Huyu mbunge akimaliza ubunge wake anapewa lump sum ya hela karibuni milioni 100, milioni 300, milioni ngapi. Tukifanya kupunguza, yani tuka cut off hizi expenses, hawa bunge tunaowapinga majimbo ya sikato kwenda bungeni wataenda. Tunawapinga hawa bunge majimbo ya sikato, watu wanapinga, wanaangalia gharama, hawataki kusema kwamba hizi gharama za kumlipa mbunge zipunguzwe ili tupate wabunge wengine waje kushirikia. Hivi mbunge akilipwa kutoka milioni 16 kwa mfano, akalipwa labda milioni 8, kuna shida gani? Akalipwa 7, kuna shida gani? Mwalimu anakaa mwezi mmoja, mwalimu mwezi mmoja alipwa sijui, yani mwalimu daladala yeye, gharama sijui yeye, kupanga yeye, alafu kwa mwezi analipwa 600,000, 700,000. Huyu mbunge anaingia tu bungeni kwa siku, allowance tu, padiem sijui na nini na sitting allowance. Wakati anafanya kazi, yani sasa wewe unakuja hapa ofisini, ukiingia tu ofisini ashana na mshahara wako mwisho wa mwezi, unasaini pale shilingi 100,000. Eneo kila siku kuja ofisini unashana 100,000. Mshahara wako wa mwezi unafanya nini? Kwa hiyo ni mambo ambayo tunapaswa tuyazungumze kwamba lazima hizi gharama ziweze kupunguzwa. Lakini jambo lingine na muhimu sana, tufanye redraw. Tuangalie upya mipaka ya majimbo yetu. Kuna majimbo yana watu wachache kuliko kata. Nitakutoa mfano. Kule Kigoma kuna kata inaitwa Nyamidaho. Katika jimbo la Kasulu vijijini. Ile kata Nyamidaho ina watu 130,932. Alafu kuna majimbo Tanzania yana watu 70. Jimbo la Mchinga lina watu 79,030. Jimbo la Pangani lina watu 75,642. Jimbo la Kondoa mjini lina watu 80,443. Jimbo la Korogo mjini lina watu 86,551. Jimbo la Lindi mjini lina watu 95,000. Alafu Kigoma sisi tunakata ambayo ina watu 130,000. Yani hii inawezekanaje? Alafu hapo kuna majimbo yana watu 70,000, alafu kuna majimbo yana watu 500,000, yana watu 400,000, yana watu 800,000. Haiwezekani. Lazima kuwe na usawa. Kuwe na tunasema population disparity. Lazima iangaliwe. Kwa haya majimbo ambayo ana watu wachache, kwani asiwe fused? Kwani asiwe fused yakaingia kwenye majimbo, yani katengenezwa jimbo moja. Yani mfano, lakini jamii zimekuwa scattered ukitazama hizo. Hapana. Mfano unaweza kukuta jimbo fulani na jimbo fulani. Mfano jimbo fulani ambalo lina watu wachache. Na jimbo fulani la pembeni. Hilo jimbo la pembeni pia lina watu wachache. Kwa nini songanishwe? Kwa hoja nazungumza hivi ili kujibu hizo hoja za watu wanaosema gharama. Au watu wanaosema ni gharama waelewe kwamba kuna watu mbunge anawakilisha wananchi, wana watu 600,000, 700,000, 800,000. Alafu the same ndani ya hii nchi Tanzania. Sitaki kutolea mfano Zanzibar. Zanzibar ni special kabisa, ni special issue kwa sababu ile ni nchi. Hapa Tanzania kuna majimbo yana watu 70,000. Yani inawezekanaje?
Yaani inawezekanaje? Alafu kuna majimbo mfano Kigoma, jimbo la Kigoma Kusini. Yaani jimbo la Kigoma Kusini jiografia yake ilivyokaa. Huwezi kumwambia mbunge pale kuna maeneo mbunge anamaliza miaka 5 hawezi kufika. Kwa sababu ni mbali. Yaani ukikamata unatoka hapo asubuhi katikati ya jimbo, unalifuata hilo unafuata kata moja, ni ndani kwa unatumia masaa 4 masaa 5. Sawa. Kwa hiyo haya mambo yanapaswa yaangaliwe katika kufanya redraw, waangalie tena kama kuna majimbo na watu wachache yaweze kupunguzwa ili majimbo yenye watu wengi yaweze kugawiwa. Kigoma mjini pia tunataka pia ligawiwe kwa sababu pia ndio sifa. Lipatikane jimbo la Kigoma mjini na Kigoma Ujiji. Hiyo ndio watu wanaokuja nayo Nondo. Ukifuatilia wanaopigia chapuo, jana nilimsikiliza alisoma kwa magazeti hapa, alizungumza watu kama 3 hivi. Wanaopigia chapuo igawanywe Mbeya mjini, ukienda unasikia na wenyewe wanagombea. Kienda Kigoma mjini ukisikiliza unagundua na wenyewe pia wanataka tu kama kugawana hivi. Kigoma mjini watu wananchi ndio wanataka. Wanahisi kwamba wabunge wanataka kugawana kwamba jamani tuko wawili hapa, hebu wananchi wanataka. Kigoma mjini wananchi wanataka. Na ndio maana baada ya wananchi kutaka, hoja ilipelekwa na sio leo Kigoma mjini. Tangu mwaka 2009 sijui 2008 Kigoma mjini wanataka kugawiwa. Na ni wananchi. Na ndio maana hoja ikapelekwa baraza halmashauri manispaa, ikajadiliwa manispaa, ikaenda DCC, kamati ya ushauri ya wilaya, ikaenda RCC, kamati ya ushauri ya mkoa. Sio kwamba ni hoja ya ICT kwamba no, wananchi wanataka. Kwa kama wananchi wanataka na sisi tunaona kwamba wana vigezo, ni vizuri majimbo haya yagawiwe, lakini tuangalie gharama. Nimejibu kwamba bunge apunguziwe. It is possible kabisa. Sawa. Tuangalie chama cha ICT kuelekea uchaguzi mkuu. Na mmekuwa ni chama ambacho mnaunda serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, lakini vile mmekuwa ni chama ambacho mmejikita zaidi katika mikoa ya kusini. Upi mkakati wa ACT Wazalendo katika kuweka nguvu kwenye mikoa mingine huko bara ili kuhakikisha kwamba mnapoelekea kuna uchaguzi mkuu mwaka huu hapa ambao bado hamjaamua, lakini vile vile katika hiyo future, katika baadaye, ili siku moja, kwa sababu of course chama chenu akenya muda mrefu kitazama, ni chama ambacho ni kipya. Unaweza kama mikoa gani kaskazini? Kaskazini tupo. Upi yani huko kusema mimi nakuelewa hoja yako. Kwa sababu hiyo ni narrative imejengwa. Na narrative imejengwa makusudi kwamba kaskazini kwa chama fulani, huku kwa chama fulani. Hivi hauwezi kuamini kaskazini tuna chama sisi. Tuna viongozi. Kule kaskazini, kule Arusha kule. Mbali na uchaguzi wa serikali za mitaa kuvurugwa sisi. Kule Arumeru tumepata sisi mitaa na vijiji. Sasa unawezaje kumeasure nguvu yetu kwa kusema kuna maeneo ambayo hatuna? Nakubaliana na wewe kwamba ni kweli hatuwezi kuwa sawa nchi nzima, kama ambavyo hawezi kuwa sawa Chadema, hawezi kuwa sawa CCM. Kuna CCM hawana wapiga kura kabisa. Kuna maeneo Chadema hawaingii. Na nakubaliana na wewe kwamba kuna maeneo sisi pia bado hatujana nguvu, lakini haina maana tupo. Tupo. Kikubwa ni kwamba tuongeze nguvu zaidi ili tuwepo kwa nguvu ile sawa nchi nzima. Moja ya sifa kubwa ya chama katika kuelekea uchaguzi mkuu na hata kuweza kuibua ajenda za kitaifa, lazima muweze kuwa na political influential figure, yani kuwa na viongozi ambao wana sifa ya kitaifa, ili wakichukua ajenda za kitaifa ziweze kuwafikia wananchi kwa kiasi kikubwa. Ukiitazama ICT, mnafikiri kwamba mnao watu ambao tukianza kuwataja hapa waweza kufika hata 15 au 20 ambao wakishika ajenda za kitaifa wanaweza kuwafikia wananchi kwa kiasi kikubwa? Tunao. Na uone mfano wa chama chetu sisi. Kwanza tunao moja, kuna Zito, kuna kiongozi Ado, kuna Jusa, kuna Othman, mwenyekiti wetu, kuna au kifaini mimi mwenyewe, kuna Ndolezi Petro, mnamjua, na kuna vijana wengi wamekuwa kiibuka, kuna Ado Shaibu, kuna nani mwenezi wetu Shangwe Yayo, wapo ndani ya chama, wanafika hata hiyo namba. Na sisi ndio chama ambacho tumekuwa tukiibua vijana ambao tunahisi wanaweza kukaa muda mrefu bila kuonekana kwenye siasa, wakaonekana na uwezo wao na sauti zao zikasikika. Sisi ndio chama ambao tuna baraza kivuli, ambao ukitokea issue yoyote, hata nyie vyombo vya habari hapa
mnamuita waziri kivuli labda wa maji, mnamuona anakuja hapa na ni mzuri sana anazungumza. Kwa hiyo mimi naamini tunao na tunazidi kuwajenga kama chama. Nakubaliana na wewe kwamba chama chetu ni chama ambacho hakina muda mrefu. Kimezaliwa mwaka 2014. Lakini ndio chama ambacho kinakuwa kwa kasi. Yaani nikihesabu Afrika Mashariki mimi, sio Tanzania, Afrika Mashariki, chama kinachokuwa kwa kasi, fastest growing political parties ni ACT. Ni ACT. Kwa sababu ndio chama ambacho kinapokea wanachama wengi zaidi na ni chama ambacho kinaibua vijana wengi wenye uwezo. Kwa hiyo mimi naamini kwamba wapo, lakini pia tunazidi kuwajenga zaidi ili kuwa na wengi zaidi. Unawezekana sio msemaji wa chama, lakini mlikuwa mna mkakati wa kuwakaribisha wenzenu muungane, mufanye siasa za pamoja. Mmefikia wapi? Kila anayekuja hapa nikimuuliza umepokea barua ya ACT wanasema hapana. Alikuja Doyo wa ADC akasema hapana, kaja msemwenezi wa NCCR nikanaye hapa akasema hatuna huo mpango. Hawana mpango. Na hawana, hawajapokea barua yoyote kutoka ACT. Sio kweli. Sisi chama kwa mujibu wa taarifa ya katibu mkuu, na umezungumza vizuri kwamba mimi sio msemaji, lakini kwa mujibu wa taarifa ya katibu mkuu tuliandikia barua vyama vyote. Lakini vyama unaweza kuandikia barua vyama, lakini chama hicho ambacho kilichokiandikia barua kikaona kabisa huu wajibu mimi siwezi. Mbona kama Doyo kuja hapa anasema anasifia Chama cha Mapinduzi, anasifia serikali uchaguzi wa serikali za mitaa. Yaani Doyo anawezeje kuunga mkono makubaliano ya agenda kupigania mabadiliko? Doyo hawezi, yani hawezi. NCCR pia wao umeona pia wanasema ni wenyewe wataki. Kwa hiyo jibu ni kwamba hawawezi, sio kwamba hawajapokea barua. Hoja ni kwamba hawawezi kuungana kupigania hayo mageuzi. Lakini vyama vingine darede. Darede. Na ni wajibu wetu sote kuhakikisha kwamba kila ambaye ana dhamira ya dhati, ndio maana tunasema vyama makini. Tunaposema vyama makini tunakuwa na maana. Kuna vyama makini ambavyo vipo tayari kupigania mabadiliko na mageuzi ambao mmevipata. Vipo. Sasa ndani vyama makini ukiangalia kabisa unaona vyama vya upinzani makini ni vyama gani? Utakiangalia ACT, ukiangalia utaona Chadema, ukipapaza macho yako mimi sijui sasa wewe kama utaona vingine huko. Naitwa Novat Ombela, nipo Morogoro. Nondo anakionaje chama chake kwa sasa Tanzania bara tangu Zitto astaafu uongozi? Kimepanda au kimepunguza mvuto wake? Asante. Kwanza Zitto ameprove kitu ambacho ndani ya nchi yetu kilikuwa hakijawahi kutokea kwa vyama vya upinzani. Yaani kiongozi mkuu au kiongozi wa chama kusema kwamba nina muda wangu nimestaafu, acha wengine waendelee. Kila kiongozi mashuhuri na mambo yakaenda kama yalivyokuwa yanapaswa. Ni jambo, sio jambo ambalo watu wanategemea. Kwa hiyo kipindi cha Zitto na kipindi cha sasa hivi mimi sijaona utofauti, kwa sababu naamini mchango wa kiongozi mstaafu Mheshimiwa Zitto bado unapatikana, na wajibu mkuu wa kiongozi wetu wa chama mama yetu Dorothy Sem anatimiza majukumu yake vyema kabisa, vile ambavyo inapaswa, vile ambavyo watu wengi wamekuwa kitarajia kufanyika. Na uzuri kwamba kiongozi wa chama mstaafu anaingia kwenye vikao vyote. Kuna kikao cha kamati ya uongozi, kiongozi wa chama mstaafu Mheshimiwa Zitto anaingia, mwenyekiti wetu Babduni anaingia, mpaka vikao vingine vya kamati kuu, halmashauri kuu na mkutano mkuu. Kwa hiyo kwangu mimi ukiniuliza, sioni kama kuna tofauti na changamoto yote, kwa sababu vile ambavyo tulikuwa tunatarajia, tunaona chama kinaendelea kufanya majukumu yake, chama kinaendelea kupokea wanachama, chama kinaendelea kufanya operation zake, chama kinaendelea kushuka chini, chama kinaendelea kusemea wananchi, chama kimeendelea kupigia kelele mageuzi ya mifumo na kisiasa nchini na demokrasia yetu. Kwa hiyo mimi ukiniuliza, naona bado tuko kwenye track. Ukitazama ACT Nondo, mimi kama mfuatiliaji na mchambuzi wa siasa ni kwamba naiona ni chama ambacho chenyewe kimekuwa ni kama kinakuja na mikakati ya sera mbadala. Yani kuna maeneo ambayo ukiangalia, kwa mfano chenyewe kiliamua kushiriki kwenye kikosi kazi, ama kwa mfano Chadema kushiriki, kwa mfano kule maandamano ya Chadema ambao walikuwa wanapigania gharama za maisha, mifumo ya demokrasia, nyinyi mkija na tamko kwamba hapana. Ni watu ambao mmejipambanua kama ni watu wa kukaa kwenye meza majadiliano kuzungumza. Mnafikiri kuna mazingira yetu ya kisiasa, huo ni mkakati ambao unafaa kwa wakati kwa sasa hivi, au mnajuta kushirikia mambo? Kwanza tuelewe. Katika mapambano haya
multi-party politics au katika mapambano ya kudai demokrasia na mifumo, lakini hata kuiwajibisha serikali. Hakuna njia moja. Yani tunasema one battle many fronts. Hakuna njia moja, kuna njia nyingi. Kwa hiyo unapiga njia hii, unapiga njia hii, unapiga njia hii. Uwezi ukawa static. Yani ukawa haubadiliki. Yani wewe unakuwa vile vile. Haitaki, kwa sababu mazingira yanabadilika, politics yenyewe context yake inabadilika kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo lazima na vyama hivi au kama sisi chama chetu tumejiweka katika huo muktadha wa kutokuwa static, kwa kisha kwamba unakuwa flexible kutokana na context, kutokana na mazingira. Kwa hiyo nikikujibu ni kwamba sisi tumekuwa kufanya siasa kutokana na muktadha na kutokana na mazingira. Na umeniuliza na kwa nini sasa hivi tumekuwa very radical, kwa sababu muktadha unatuambia tunapaswa tuwe hivyo, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kinapaswa kukiambia kauli ngumu sana na serikali ili ione kwamba kuna huo umuhimu. Mnajutia kwa baadhi kushiriki kwenye baadhi ya mambo ambayo mnaamini hayakuleta matokeo? Hatujuti, kwa sababu katika kupambana unapambana hatua moja, unaendelea kufungua mlango mpaka mlango wote ufunguke. Mabadiliko ya sheria ambayo tuliyataka, kuna mambo kadhaa ambayo yapo, kuna mambo mengine mengi ambayo hayapo. Kwa hatuzuiwi kuendelea kupambania yale ambayo hayapo. Yawepo, sisi tulitaka kufanyike minimum reform, lakini sisi tulitaka pia kwenye hizi sheria za uchaguzi na sheria ya tume, kuna mambo kadhaa ambayo tuliyataka hayajafanyika. Kwa yale ambayo tuliyataka na hakufanyika, tunaendelea kupambana ili yafanyike. Minimum reform ya katiba ambayo tulitaka hayajafanyika, tunaendelea kupambana ili yaweze kufanyika. Yes, hatujuti. Mara mwisho nazungumza na wewe Nondo, sasa tuzungumze ya kwako. Ulikuwa na malengo ya kuwania ubunge Kigoma mjini, eneo ambalo pia linatajwa kwamba kiongozi wenu wa chama mstaafu naye anapafikiria kurejea. Status sasa hivi ipoje? Status nadhani wote, yani sidhani kuna chama chetu kama kuna mtu anawaza kugombea kabla ya maamuzi ya chama kufanyika. Kwa sababu sasa hivi akili yote katika chama chetu tumeconcentrate namna gani tutafanya mageuzi yatafanyika. Kwa sababu tukiconcentrate, nimezungumza hapo awali, tukiconcentrate zaidi katika kusema nikagombee bila kupambana mageuzi ya kimifumo, sheria na minimum reforms kwenye katiba, tafsiri yake hata huo ushindi ambao mtu anaweza akashinda na akachaguliwa na wananchi anaweza hata sitangazwe. Kwa hiyo nadhani status ipo, chama maamuzi ya vikao vitakavyoamua kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi ama hatuendi. Ndio hapo, na ila maandalizi yanaendelea. Sababu ukiamua mnaingia kwenye uchaguzi afu kumbe hamjajiandaa, maana yake maandalizi inabidi yaendelee kabla. Wakati vyama vya upinzani vinapaswa kuwa tayari muda wote, sio kipindi cha uchaguzi. Na sisi ndio chama chetu kipo hivyo, atusubiri kipindi cha uchaguzi ndio tuanze kufanya maandalizi ya uchaguzi. Uchaguzi nasema ni process. Yani unavoisha uchaguzi wa kwanza, unaanza uchaguzi ungine. Kwa hiyo sisi ulipoisha uchaguzi wa mwaka 2020, tulianza maandalizi ya kupigania mifumo, kuwa na demokrasia imara, kuendelea kujenga chama chetu, kuimarisha chama chetu, kuimarisha structure yetu ya chama, kuhakikisha kwamba tunakuwa na nguvu kuelekea kuna uchaguzi. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba sisi hata kama chama kikiamua leo kwamba tunaenda kuna uchaguzi kesho, kama mifumo chama kitakavyokuwa kimejiridhisha mifumo iko vizuri, tumepigania mageuzi ambayo tunataka yamefanyika, na chama kikaamua kusema tunakwenda kuna uchaguzi, hata hiyo ni kesho, ACT kwa namna ambavyo imejiandaa kwa muda wote, tunaweza tukashiriki. Unaweza mkashiriki. Sawa, maoni, maswali unaweza kumwandikia Abdul Nondo kupitia 0683802966. Hili swali sikutamani kuliuliza popote. Shika soma. Sababu mimi mwenyewe sikutamani kumuuliza Nondo, lakini sasa watu wameuliza na sijakasema mimi ndo, sababu ningeuliza mimi nasema nimeuliza mimi. Uliza lisome kama lilivyo. Ukishindwa acha nisome. Utakuwa shaliwe. Utakuwa nisome. Wameandikaje Nondo? Waliokuteka uliwajua mpaka sasa mmefikia wapi? Ukaandika muulize Nondo wale waliomteka aliwajua, ili hapa sasa. Asante. Swali zuri na ana wajibu wa kufahamu. Mpaka sasa sijapata kuwafahamu walioniteka. Mpaka sasa
sijapata kufahamu uchunguzi wa utekaji wangu upo kwenye hatua gani, umefikia wapi. Mpaka sasa sijapata majibu ya jeshi la polisi ya uchunguzi. Na mimi it was simple sana kwa kuchunguza walioniteka. Yani kama jeshi la polisi linaamua, it was very simple. Tarehe 1 Desemba 2024 nimetekwa saa 11 alfajiri kituo cha mabasi Magufuli. Simu yangu mimi ilikuwa imezimika, ilikuwa imeisha chaji. Wakati wananiteka, waliponifikisha wakiwa wamenifunga kitambaa, walinyang'anya simu, nilazimisha nitoe password kwa sababu waliipeleka kuichaji. Baadaye wakaja kuniambia nitoe password. Kwa simu yangu iliwashwa. Ni rahisi kutrack kwamba simu kama ilikuwa imezimwa hiyo siku Desemba 1, 2024 iliwashwa mnara gani na wapi. Lakini watu walidondosha pingu. Kwa hiyo sijapokea uchunguzi wote. Na sio tukio langu. Mara ya mwisho umeambiwa nini? Na mara ya mwisho? Umeambiwa nini kuhusu kinachoendelea? Sijaambiwa chochote. Yani tangu mimi natoka niko Aga Khan, polisi wakaja kunihoji nikiwa hospitali. Baada ya kuruhusiwa kutoka hospitali, nikaanza matibabu ya kurudi kliniki mpaka sasa. Sijapata taarifa yeyote kuhusiana na utekaji wangu. Na sio mimi tu. Ukiangalia trendi ya waliotekwa wote, hakuna majibu ya kueleweka ya serikali. Hakuna majibu ya kueleweka ya jeshi la polisi. Na ndio maana matukio yanaendelea kutokea. Umesikia Mwanza kuna matukio mawili yametokea. Sijui Mara kuna matukio yametokea. Kwa nini inakuwa ni mzigo wote mnaipa serikali? Hauwezi ukaanza kuwapelekea taarifa kwa jamani, kwenye tukio langu mimi nina ushahidi huu na huu, naomba mnisaidie kupitia hapa. Wana wajibu. Jeshi la polisi lina wajibu. Lenyewe lina wajibu kuja kunihoji mimi. Wakati huo pia una wajibu wewe kufikia taarifa ambazo unazo kama zinasema. Wameshanihoji, nimeshawapa taarifa. Kana wamekwama sehemu wanatamani wamenihoji mimi hospitali. Nimewapa taarifa zote. Wamenitekaje, wamenihoji nini? Walikuwa wangapi, wakanipeleka wapi, wamenidampu wapi? Nimewapa taarifa zote. Kama kuna sehemu walikuwa wanapungukiwa taarifa, ni wajibu wao kunifuata. Polisi wana wajibu wa kufanya uchunguzi, ile wanaofanya matukio wachukuliwe hatua. Ama matukio yanaendelea, mtu katekwa. Hii itageuka itakuwa crisis ndani ya nchi yetu. Na hakuna mtu aliyo salama. Nazungumza hapa. Katekwa Nondo, sijui katekwa sijui Soka, sijui na wengine waliotekwa, na wengine tumesikia juzi wametekwa. Mwingine mwana CCM, mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM katekwa. Hakuna aliyo salama. Sio aliyoko ndani ya Chama cha Mapinduzi, sio aliyoko serikalini. Sio asiye mwanasiasa. Hakuna, sio ambaye sio mwanasiasa, hakuna aliye salama. Ni jambo linahusu uhai wetu. Unaamini tukio lako lilihusisha siasa? Kulingana na walivyokuwa wananihoji mimi. It's totally political. Kwa nini unaongea? Kwa nini unaposti? Kwa nini unafanyaje? Kwa nini unafanyaje? It's totally political. Kwangu mimi. So majibu zaidi, jeshi la polisi wana wajibu kuja kutoa majibu. Lakini mpaka sasa hivi hawajafanya chochote. Unafikiri kufanya nini? Kwa sababu kukaa kimya kunafanya watu waseme Nondo alitengeneza tukio. Kukaa kimya nani? Yaani kutokufikisha hizo taarifa ambazo unasema. Taarifa gani? Mimi nimeshatoa taarifa zote. Baada ya kuona ukimya umefanya nini? Baada ya kuona ukimya. Baada ya kuona ukimya. Nimetuma mtoto kwenda Magufuli bus stand. Kuuliza vitu vyangu. Mpaka sasa hivi sijaenda kuchukua vitu vyangu. Na moja ya kitu ambalo niliulizwa sema waulizwe huko juu. Mimi sikwenda. Waulizwe huko juu. Lakini mimi unataka niende tena nikaulize tukio langu vipi? Nikienda nitauliza tukio langu vipi? Tauliza tukio la Soka vipi? Tauliza tukio la fulani vipi? Tauliza tukio la fulani vipi? Sitauliza tukio langu tu. Na jeshi la polisi halipaswa kusubiria kuulizwa na wahanga. Jeshi la polisi linapaswa kuja kutoa majibu, kwa sababu jeshi ni fursa kwao pia. Kwa sababu jeshi limekuwa likituhumiwa, kwa lenyewe lina wajibu wa kujisafisha,
kwa kutoa majibu ya uchunguzi na upelelezi ambao umeufanya. Jamani, kuna hilo tukio, sisi tumefanya uchunguzi 1 2 3, majibu yetu ni haya. Wanapokaa kimya, maana yake nini? Maana yake ni kama vile wao hawawezi kujichunguza wao wenyewe. Walikwambia uchunguzi utamalizika lini? Hamna majibu. Maana yake inaonekana bado wapo kwenye uchunguzi. Tukio langu la kwanza, matukio mangapi yametokea? Tunaongelea la kwako Nondo. Ndio naongelea la kwangu, lakini I should not be selfish kiasi hicho kuzungumza langu tu. Tuangalie nyuma, matukio mangapi yametokea na hakuna majibu ya polisi. Kwa sababu tukizungumza kwa kuangalia history, ndio tutajibu vizuri na ndio tutaeleza vizuri. Tukio langu hakuna majibu. Matukio ya nyuma hakuna majibu, na matukio ya sasa baada ya mimi waliotekwa hakuna majibu. Kuna watu wametoka Mwanza kule, hakuna majibu. Kuna watu Msinga wametoka Mara huko, hakuna majibu. Kuna waliotekwa Kigoma baada ya mimi, hakuna majibu. Jeshi la polisi halipaswi kusubiria sisi tukaliulize kwamba tukio langu mimi inakueje. Lina wajibu wa kutoa majibu. Na kwa sababu hawatoi majibu, manake hawawezi kujichunguza wao wenyewe. Ndio tafsiri ambayo inajengeka kwa vichwa vya wananchi. Haya ni mambo yanayohusu usalama wa raia bila kujali itikadi. Lakini leo yuko ndani ya Chama cha Mapinduzi mtu akikalia kimya haya mambo, kesho atamkuta yeye. Lakini tunaamini kwamba kwenye uchunguzi wa matukio ya aina hiyo hauna limit. Tunaamini ipo siku utapata majibu, au wewe huamini? Siamini mimi. Sababu uchunguzi unaendelea. Labda itokee huko mbele CCM watoke madarakani, waje chama kama ACT, tutafufua matukio yote ya utekaji na tutataka uchunguzi ufanyike na waliofanya waajibishwe, hata kama watakuwa wamestaafu. Hilo na kuhakikishia matukio yote ya namna hii ambayo yanatokea, na hii imetokea nchi nyingine wanafanya. Yaani utawala huu, mfano Chama cha Mapinduzi kinaona is fair, is okay, kikiondolewa tu. Wamekuwa wakilaani Chama cha Mapinduzi. Hakuna hatua. Hata wakizungumza kuna hatua. Kulaani chama wao pia ni waathirika. Ndio ni waathirika, lakini hakuna hatua stahiki. Hakuna hatua stahiki. Yaani unalaani tu, then tukio kesho linatokea. Na kuna muda unafikia hata polisi wenyewe wanasema ni tukio la drama la kutengenezwa. Mimi baada ya kutupwa Kokobichi, Afande Muriro hapa kanda maalum hapa alizungumza, anasema huyo mtu ametekoje tukoje. Kwanza alikuwa mahututi, anasema aliwezaje kupanda bodaboda. Yaani yeye kujua ni maswali muhimu ambao sio kamanda tu, hata sisi tulijiuliza pia kwamba imekuaje. Yaani maswali ambao ukipata majibu yake unajua ni la ukweli au ni la kutengeneza. Polisi huyu Muriro yeye hakupaswa kuzungumza vile. Yeye alipaswa kuja kunihoji. Alafu mimi ndio nikamuelezea. Hawezi, kama polisi ana wajibu wa kulinda usalama wa wananchi, ukaropoka kwamba anaanzaje kupanda bodaboda. Kwa nini hakuja polisi? Alikuwa ameumia kiasi gani? Nini? Ni kwamba wewe hauguswi kuwaza waliofanya tukio ndani ya nchi, ndani ya mkoa wako, waliohatarisha usalama ndani ya mkoa wako ni watu gani? Hauwazi hao watu ni watu. Baadaye ulizungumza nao na ukahojiwa na ukaeleza, si ndio? Haikupaswa sasa kuropoka kabla ya kuja kunihoji. Alipaswa kuja kunihoji, afahamu uhalisia na ukweli. Sio kaanza kuropoka kabla hata hajaniona. Yaani ameanza kuropoka ule siku ambaye nimepata taarifa kwamba mimi nimepatikana nimepelekwa hospitali. Akaanza kuropoka. Akunifuata kunihoji kwanza. Sasa wewe tuwezi kufanya kazi namna hiyo. Lazima polisi wafuate taaluma. Kwenye siasa kuna matukio ya kutengeneza. Siamini. I don't believe. Kwa sababu mimi tafutia maarufu. Wanaozungumza hayo ni watu ambao wanaepuka uwajibikaji. Matukio karibuni 10 wakati nafanya mkutano wangu wa vyombo vya habari, nimeorodhesha matukio 10 ya utekaji ambayo hayana majibu. Nani kusema watu wametengeneza? Hata kama wametengeneza, sasa ndio ufanye upelelezi, uje useme sasa tukio la Nondo limetengenezwa. Yaani hata uchunguzi wao utakufanya, utaka kutoa majibu. Ili uje sasa uhalalishe kwamba tukio la Nondo limetengenezwa, tukio fulani limetengenezwa. Kwa hiyo huamini kwenye matukio ya kutengeneza? Matukio yanatokea, watu wanatekwa. Yaani mimi ambaye nimetekwa na nikapitia maumivu, ninawezeje kuja kukuamini wewe unasema kuna watu wanatengeneza matukio? Yaani I don't believe. Naamini watu wanatekwa na hakuna uchunguzi wowote madhubuti. Haya bwana, hiyo ni maoni na mitazamo ya Abdul Nondo. Bwana tunakushukuru sana. Muda wetu ni sio rafiki sana, lakini atubariki sana. Bwana Kigoma wasalimie sana. Asante, zitafika. Ukiwatazama wapiga kura unajiona wakikufikiria.
sana. Ni hivyo tu, mifumo yetu ya uchaguzi iko hovyo hovyo. Kama una hamu sana na huo ubunge. No, wananchi wana hamu na mimi. Ni hivyo tu, mifumo yetu hairuhusu. Ni una hamu na maviete. Mimi sina hayo nani. Ndio maana na propose mimi hapa wabunge wapunguziwe mahela. Ningekuwa na hamu na haya nisingeongea haya. Wewe kumbe kipaumbele chako sio maviete maneno na nini? Kuhudumia wananchi. Kwako uongozi sio starehe. Kuhudumia wananchi. Sababu mimi naona wananchi wa jimbo la Kigoma mjini kule wanavyoteseka kule. Kuna mtazamo sasa hivi uongozi ni starehe. Sio utumishi. Kwako sio starehe. Kwangu mimi sio starehe. Tangu mimi ni utumishi. Tena utumishi ule tuko. Wazo nakushukuru sana. Mungu awabariki sana. Asante. Alikuwa ni Abdul Nondo, mwenyekiti wa ngome ya vijana chama cha ACT Wazalendo. Mengine aliwazungumza hapa pia ni mitazamo yake. Sije kachukuliwa ni mitazamo ya watu wote. Na yeye kwa sababu ndio amehusika na hilo. Na wewe una wako. Na wewe una wako. Kama mwingine alivyosema mawazo haiko sheria. Na sio mtazamo pia wa kituo, sio mtazamo wa watangazaji. Ni Abdul Nondo na yeye ametoa ya kwake ambayo alikuwa akiafikiria. Mimi naitwa Exaudi Mtee. Sisi bado tupo, dakika ni 44 baada ya